Kama tunasema Mwenyezi Mungu ana mtoto, na hapa huwa mnasoma Biblia, unakutana na kitu kinasema kwa maana hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila muaminia asipotee bali awe na uzima wa milele. Unaelewa nini hapa kwamba Mungu anamtoa mwanae wa pekee? Kwa sababu tukisema sisi wengine wana wa malezi, wana wa huruma, ndio huo mnaosema. Sasa hapa anamtoa mwanae wa pekee, maana yake kuna mmoja ambaye alikuwa wa pekee ambaye sio sisi. Ukiwa unamaanisha wa pekee kivipi? Hebu nifafanulie kwanza. Aliyemzaa yeye tu, kwa sababu Mungu hajazaa watoto wengine. Yeye amemzaa, wengine wote kawaumba. Kwa hiyo ina maana kumbe Mungu ana mtoto mmoja tu wa pekee ambaye ni aliyemzaa, ambaye ni Yesu. Ndiyo. Amezaa na nani? Yeye amemzaa yeye Mungu. Ndiyo. Kwani Yesu mama yake anaitwa nani? Yesu tunazungumzia akiwa duniani, akiwa bado mbinguni, kwa sababu Yesu alikuwepo tangu mwanzo, walikuwa wao wawili tu, yeye na Mwenyezi Mungu. Mimi nilikuwa nataka hivi, Yesu mama yake ni nani huyo Yesu? Mariamu hapa duniani. Yesu kuja kuuvaa mwili. Yesu mama yake ni Mariamu. Ndiyo. Kwa kuwa Yesu mama yake Mariamu na Mungu anaitanaje? Mariamu ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Mariamu ni kiumbe wa Mwenyezi Mungu. Mtoto akiwa mama yake Mariamu, baba yake Mungu, inakuwaje hapo? Mwenyezi Mungu ndiye aliyemweka mle tumboni kwa Mariam kwa kutumia Roho Mtakatifu, kaenda akamweka ndani. Kwa hiyo yani hapo swali langu kuna kitu unazunguka. Yesu baba yake si umesema Mungu? Ndio. Mungu ana mtoto wa pekee ambaye ni Yesu. Haya. Kwa hiyo Yesu peke yake ndo mtoto wa Mungu. Kwa hiyo ngoja nikusaidie. Nataka nikusaidie. Usiongeze kitu tulia kwanza. Kwa hiyo kumbe wale wa Kristo wanaoitana mwana wa Mungu wote marufuku. Watu wanasema sijui malaika wana wa Mungu, marufuku. Kumbe mtoto wa Mungu mmoja tu Yesu. Alafu sasa mimi nikwambie kitu, kwenye kitabu cha Isaya inasema na Efraimu mwanangu mpendwa, mzaliwa wangu wa kwanza. Ndio. Sio, umeelewa vizuri? Ndio. Efraimu mwanangu mpendwa, mzaliwa wangu wa kwanza. Efraimu. Ndio. Haya tumeshika hilo andiko, Efraimu mwanangu mpendwa, mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa hiyo Efraimu ndo mtoto wa kwanza wa Mungu mpendwa. Huku unarudi Mungu ana mtoto wa peke yake, jina lake Yesu. Haleluya. Hivi wewe uone hapa kwamba unachanganywa? Ngoja sasa nikusaidie. Yesu hakuzaliwa pale mlipomwona kwa Mariamu. Yeye alikuwa hapo. Hata huyo unaposema Mungu alimsaidia Musa akapiga hajamuita Musa Mungu, yule aliyekuwa anasaidia pale ni Yesu huyo. Mimi nakwambia hivi, hiyo habari ya kusaidia, kwa Yesu alikuwa anamsaidia nani? Musa. Yaani yeye alikuwepo kabla ya Musa hajazaliwa. Sasa hapo ndio ili uelewe zaidi kwamba kwa hiyo kumbe Yesu maana yake umri wake ni mkubwa kuliko hata Mariamu huyo aliyemzaa. Hatari sana. Kwa hiyo kumbe Yesu alikuwako kabla ya Musa na Elia. Kabla ya Musa na Elia. Ndio. Kwa Yesu umri wake mkubwa kuliko hata Mariam, kuliko Ibrahimu, kuliko Mariamu. Sasa wewe unajua alikuwa anamaanisha nini? Maana yake ni hivi, sisi sote wanadamu, ukisoma katika Zaburi sura ya 90 aya ya kwanza, tulikuweko, lakini makao yetu tulikuwa kwa Mungu. Tulipokuwa kwa Mungu tulikuwa kama roho. Kwa hiyo watu wanazaliwa lakini roho tayari ziko. Kwa hiyo huko roho zote zipo. Sisi tutakufa lakini kuna roho za watoto wetu. Kuna roho zitakuja za baadaye. Kuna roho za watu watakaokuja miaka hiyo, na hata hao waliokufa manabii akina Adamu walikuwepo duniani, lakini kuna roho zilikuwepo. Kwa hiyo roho za viumbe vyote tayari zishaumbwa. Lakini hazijaumbwa siku moja. Kuna ile iliyotangulia ambayo ndio ilikuwa inamsaidia Mungu kuumba, ambaye ndiye Yesu. Hiyo ukiongeza kwamba kuna roho ilimsaidia Mungu kuumba, roho ya Yesu, haya ni maneno yako tu ambayo wewe unayatoa kichwani kwa sababu ya mapenzi yako tu na Yesu. Yesu mwenyewe si anakiri hapa kwamba Elia hakuwepo, mimi tayari niko. Kwa sababu alikuwa anamuuliza huyu mtoto wa juzi tu leo anasema alikuwa na Elia, alikuwa naye saa ngapi? Akasema mimi ninawaambia kwamba Elia hajakuwepo, mimi nilikuwa. Zaburi 91. Zaburi 91. Sawa. Mstari wa kwanza unasema hivi. Ewe Bwana, umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Umeona maneno hayo? Ndio. Ewe Bwana, umekuwa makao yetu
tunakaa kwako kizazi baada ya kizazi. Kwa mimi niko duniani hapa, lakini wako watakaokuja mwaka 2050. Ndio. Lakini wao mpaka sasa hivi bado wako kwa nani? Kwa Mungu. Kwao hao roho zao ni kubwa kuliko mwili wangu mimi. Okay. Kwa asija kwako Ibrahimu kimwili, roho zilikuweko. Kwa hiyo kimwili sisi ni wadogo, ziko roho kubwa lakini hazijazaliwa. Ndio makusudio ya Bwana Yesu. Kwa hiyo sija kwa Ibrahimu mimi niko, maana yake alikuwa kwa roho na sisi wengine tulikuwa pia zama hizo. Ndio tafsiri yake. Tunarudi hapo kwenye hoja ya msingi. Okay. Ikiwa Yesu ni mwana pekee wa Mungu, lakini Biblia hiyo hiyo inasema na Efraimu mwanangu mpendwa, mzaliwa wangu wa kwanza. Kwa huku tunaambiwa Yesu mtoto peke yake wa Mungu. Umeona? Kumbe kule Efraimu ndo mtoto wa kwanza. Haya, kama Efraimu ni mtoto wa kwanza, Yesu anakuwa mtoto wa ngapi? Efraimu ni mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Na Efraimu mwanangu mpendwa, ndio mzaliwa wangu wa kwanza. Ndio. Asa Yesu anakuwa wangapi? Yesu ndiye mwenyewe sasa. Yaani yeye ndiye mwenyewe kabisa. Tayari sana. Kwa mjibu wa Biblia inavyoandika na mafundisho ambayo tunafundishwa kama Wakristo. Kama ikiwa Yesu ni mtoto pekee wa Mungu, yuko Yesu peke yake. Ndio. Kwa hiyo tunakubaliana watoto wengine sio wa Mungu. Tunazungumzia kwenye kuzaa. Umewahi kuona mwalimu yupo darasani alafu anaita wale wanafunzi wote waliopo mle ndani wanangu? Jamani, hawa ni watoto wangu, anawaambia hivyo. Lakini hapo unakuta ndani ya darasa lile kuna mmoja ambaye ni mwanae kabisa. Alafu kuna wengine wale anaita wanangu. Kwa hiyo elewa kwa staili hiyo. Sasa kama ndo staili ni hiyo, Luka 1:26. Luka 1:26. Unasema mwezi wa 6 malaika Gabriel alitumwa na Mwenyezi Mungu kwenda mpaka mji wa Galilaya, jina lake Nazareti. Sawa, endelea. Jina lake Nazareti, kwa mwanamwali bikira aliyekuwa ameposwa na mtu jina lake Yusufu wa mbali ya Daudi, na jina lake bikira huyo ni Mariam. Kwa hiyo bikira huyo jina lake Mariam, kwanza yuko bikira. Sasa hiyo habari hii sijui mtoto wa Mungu, Mariam mwenyewe kwanza yuko bikira. Endelea. Akaingia nyumbani kwake akasema, salamu uliyepewa neema, Bwana yupo pamoja nawe. Akamwambia, salamu uliyopewa neema, Mungu yuko pamoja nawe. Endelea. Naye akafadhaika sana kwa ajili ya maneno yake, akawaza moyoni, salamu hii ni ya namna gani? Safi. Soma. Malaika akamwambia, usiogope Mariamu, kwa maana umepata neema kwa Mungu. Sawa. Tazama, utachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, jina lake utamwita Yesu. Huyo atakuwa mkuu, ataitwa mwana wa aliye juu, na Bwana Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Sawa. Andiko Mungu analalamika, anasema ataitwa mwana wa aliye juu. Maana yake wako watu ambao waliokufuru watamwita mwana wa aliye juu. Lakini Mungu mwenyewe anasema yeye kama Mungu atampa kiti cha enzi cha Daudi baba yake. Kwa hiyo Mungu anatamka wazi wazi kwamba Yesu baba yake ni nani? Daudi ndiye baba yake. Safi. Kwa hiyo kuanzia leo Wakristo wote duniani inabidi wahubiri Yesu ni mtoto wa nani? Mtoto wa Daudi. Sawa, sio mtoto wa nani? Bado tutakuwa tu ni mtoto wa Mungu, lakini hapa anasema andiko linasema kwamba ni mtoto wa Daudi. Kwa kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho. Kwa kuwa Mungu kashasema Yesu baba yake ni Daudi, kwa hiyo inabidi kuanzia leo tuseme haleluya, Yesu ni mtoto wa Daudi. Tusiseme mtoto wa Mungu. Endelea na andiko. Atamiliki nyumba ya Yakobo hata milele, na ufalme wake utakuwa hauna mwisho. Atamiliki nyumba ya nani? Ya Yakobo. Ambaye ndio nani? Yakobo ni Israeli. Sawa, ambaye ni nani kwa Yesu? Sijajua. Haujui ni nani? Haya, endelea na andiko. Mariamu akamwambia malaika, litakuwaje neno hili, maana sijui mume? Haya, Mariamu anauliza neno hili litakuwaje, sijui mume. Endelea. Malaika akajibu akamwambia, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako, na nguvu zake aliye juu zitakufunika kama kivuli. Kwa sababu hiyo, hicho kitakachozaliwa kitaitwa kitakatifu, mwana wa Mungu. Swali linakuja, Mariamu atakuwa wapi? Chini. Ndio. Alafu Roho Mtakatifu atakuwa wapi? Atakujilia juu yako. Sawa. Kwa mfano Mariamu yuko chini, alafu Roho Mtakatifu akiwa juu yake, wanafanyaje hapo?
Sijui Roho Mtakatifu anakubariki, anakupa nguvu, anafanya chochote. Hujui? Unajua nguvu ya. Ngoja, wewe umeoa hujaoa? Nimeoa. Sawa. Kwa hiyo wakati Mariamu ni mwanamke, sawa? Ndio. Alafu Roho Mtakatifu ni mwanamke mwanaume? Roho Mtakatifu sijui kama na jinsia. Najuaga Roho Mtakatifu anaingia kwa yoyote. Kwamba nyinyi hamna Roho Mtakatifu, kama wewe hapo ni mwanaume, je, Roho Mtakatifu hakuingii? Haya, swali linakuja. Atakapomjia juu Mariamu akiwa chini, alafu Roho Mtakatifu akiwa juu yake. Alafu ili wazae inakuwaje? Sijajua ili wazae inakuwaje, lakini kwa kawaida Roho Mtakatifu si anamjia moyo yote. Hata wewe ukilala si Roho Mtakatifu anaweza kuingia. Au haiwezekani? Hilo andiko linasema hivi, Roho Mtakatifu atakujilia juu yako. Atakujilia, sio atakujilia juu, atakujilia juu yako. Ndio. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa juu ya Mariamu atakuwa wapi? Anakuwa chini. Kwa kawaida si binadamu wote tupo chini. Asante basi. Roho akija anakuja juu yetu, au ni Mariamu peke yake ambaye amejiliwa na Roho juu yake? Kwa wewe unavyojua, ni Mariamu peke yake amejiliwa juu yake. Si hata Mtume Muhammad alijiliwa na Roho juu yake? Alijiliwa na malaika juu yake. Toa andiko, Mtume kajiliwa na Roho juu yake. Na malaika Jibril alimjilia juu yake. Neno juu yake huwezi kukuta. Ilikuwa chini yake. Yaani malaika alishuka wakakaa na Mtume, thumma danna fatadala. Yaani karibu. Lakini hapa tunakuta Roho Mtakatifu anakuwa juu ya Mariamu. Kwa hiyo Mariamu yuko chini, Roho yuko juu. Kwa hiyo walipokuwa juu alafu wakapata nini? Akapata nini nani? Hapo wakapata, ndio anakuja kuzaliwa nani? Anakuja kuzaliwa Yesu. Kwa hiyo kumbe Yesu anaye baba na wapi sasa? Anaye baba na sina mama au ana mama? Ndio. Sawa. Anaye baba na. Kwa hiyo Bikira Maria kumbe alikuwa sio bikira, sawa? Kwa wewe sasa, sawa, utatoa andiko kwa mfano yeye anasema alikuwa bikira. Yeye hapa anasema alikuwa bikira. Malaika yuko juu, Roho Mtakatifu yuko juu, alafu Mariamu yuko chini. Baada ya hapo ndio anakuja kupatikana mimba. Wewe unatuambiaje bikira anaitwa Mariamu anaitwa bikira? Ni mimi nasema au Biblia ndio inasema? Sawa, kama alikuwa bikira, kwa nini Roho Mtakatifu alikuja juu yake? Sijajua. Wewe Roho Mtakatifu akikujilia juu yako inakuwa nini? Leo hii ikitokea Roho Mtakatifu amekuja juu yako inakuwa nini? Haiwezekani. Ngoja basi tuje kwako tu. Kwa akili yako nafikiri Roho Mtakatifu ni nini? Roho Mtakatifu, mimi ninavyojua Roho Mtakatifu ni malaika. Lakini sasa Biblia ndio imenichanganya. Unafikiri Roho Mtakatifu ana nini na nini? Kwamba unafikiri ana vidole, ana kucha? Yaani kuulize wewe. Wewe ndo nakuuliza, unayesema Roho Mtakatifu kaja juu ya Mariamu, kwa hiyo Mariamu hawi bikira. Unafikiri Roho Mtakatifu ana nini? Ana macho kama wewe? Okay, swali lako. Yaani nazungumzia kwa fikra tu, sio lazima utoe andiko. Sio umeniuliza mimi. Sio lazima utoe andiko, kwa fikra tu. Unafikiri Roho Mtakatifu ni yukoje? Yupo kama ng'ombe, yupo kama binadamu? Kwa wewe unavyofikiri. 19:16 Qur'ani. Surati Maryam 19 mstari wa 16 unasema namtaje Maryam katika kitabu. Mtaje Mariamu katika kitabu safi, pale alipojitenga na jamaa zake mahali upande wa mashariki. Akaenda upande wa mashariki, safi, na akaweka pazia kujikinga nao. Sasa hii mashariki, hata ukisoma kwenye Biblia kuna maandiko yanasema mamajusi waliona nyota upande gani? Mashariki alikozaliwa mtoto. Ndio. Ukisoma 2:13 Mathayo. Ndio. Wakaenda. Sawa. Na Qur'ani inasema Mariamu alikuwa upande gani hiyo? Upande wa mashariki. Wa mashariki. Jifunze kitu kwamba Qur'ani imekuja kuzungumza ukweli. Endelea. Kama imekuja kuzungumza ukweli wa Biblia au ukweli gani unachomaanisha? Ukweli wa Taurati, Zaburi na Injili. Kwenye Biblia kuna mambo yako sawa na kuna mambo wameyafanya wanavyoyataka. Sasa kama Qur'ani imetoa hiki tunachokisoma hapa kwenye Biblia, unataka useme nini? Tuendelee. Soma kwanza hilo andiko. Na akaweka pazia kujikinga nao. Mariamu akaweka pazia kujikinga nao. Mariamu ni mwanaume mwanamke? Wewe ndio uniambia hapo. Wewe hapa nasoma kitabu chako ukiniambia hapo Mariamu huyu ni mwanamke mwanaume. Endelea. Okay. Tukampeleka roho wetu. Safi. Mungu anasema tukampeleka roho wetu, sawa? Akajifananisha kwake sawa na mtu. Akajifananisha kwake sawa na mtu. Endelea. Mariam akasema, hakika mimi najikinga kwa mwingi wa rehema, aniepushe nawe ukiwa ni mcha Mungu. Na mimi, kwa nini Mariamu anajikinga ikiwa kwani Mariamu alikuwa ni mtu si mtu? Yaani nakuuliza wewe, Mariamu ni mtu sio mtu? Ni mtu. Ni mtu. Ndio. Kwa aliyekuja pale alikuwa ni mtu, ukisoma basharan sawia, alikuwa ni mtu mwanaume. Okay. Ushanielewa Ndio.
Kwa ndo maana Mariamu alivyomuona mwanaume, mbona huyu mwanaume alafu mimi nimejitenga niko peke yangu, mimi mtoto wa kike. Ndo akamwambia ikiwa unamuogopa Mwenyezi Mungu, naomba najiepusha na wewe. Kwa sababu angekuwa mwanamke mwenzie angesema tu afadhali umekuja tupige story. Lakini yule ni mwanaume. Maana Roho Mtakatifu kwenye Qur'an alikuwa ni mwanaume. Sawa. Alikuja kwa mithili ya mwanaume. Alikuja kama mwanaume. Yaani tuseme kwa macho Mariamu alikuwa ni mwanaume. Alikuwa ni sura ya mwanaume. Sawa. Umenielewa? Na hakuna kipengele kuna malaika sehemu yoyote alienda kwa sura ya mwanamke. Hata ukisikia au mimi mjoli wako kwenye Yoshua alipomuona malaika akapomoka kiuso. Akasujudu akamwambia mimi ni mjoli wako na ndugu zako manabii msujudie Mungu. Malaika wala hakwenda kwa sura ya demu, alikwenda kwa sura ya mwanaume. Kwa mara zote malaika anashukaga kwa sura mithili ya mwanaume. Sasa ndio tunarudi pale kwenye hoja yetu ya msingi kule. Hoja ya msingi inakuja, Mariamu yuko chini, Roho Mtakatifu wa Biblia yuko juu. Tuje huyu tumalizie huyu Roho Mtakatifu wa kwenye Qur'ani tuone walifanya nini, kwa sababu kwenye Biblia kule tutasoma hatutaona kunasema alifanya nini zaidi ya kusema tutaona nguvu, si ndio? Kwenye Qur'ani Roho Mtakatifu tu anampa bishara kwamba inna Allaha nubashiruki. Ki inakuja maana yake wewe ni mwanamke, hakika Mungu anakubashiria. Ka inakuja kwa mwanaume, nubashiruki, hakika Mungu anakubashiria wewe mwanamke. Ndio. Utachukua mimba. Ndio. Kwa tamko. Ndio. Sawa? Yani Mungu atasema tamko ni sawa kuongea kuwa. Ndio. Anakuwa. Kwa hiyo Mungu anabashiri kuwa Yesu. Ndio. Kwa hiyo Mungu anakubashiria wewe utachukua mimba ili usipate tabu, mimba hii nimeipataje? Au kuna mtu alinibaka. Kwa hiyo anakubashiria mtoto. Hebu isome hiyo Qur'ani mpaka mwisho. Malaika akasema, hakika mimi ni mwenye kutumwa na Mola wako mlezi ili nikubashirie tunu ya mwana aliyetakasika. Mimi nimekuja ili nikubashirie tunu ya mwana aliyetakasika. Sasa hapa kuna hoja kwamba Qur'ani inampinga Yesu. Hiyo Qur'ani inasema Bikira Maria analetewa mtoto aliyetakasika. Kwa hiyo sisi na Wakristo tumepishana kwa sababu wao injili yao inamilikiwa na wazungu. Italia. Sio Israeli, Itali kwa wazungu. Wazungu siku zote ni watu wa propaganda, nyewe mnajua. Wakitengeza dawa za ukimwi, dawa za sukari, dawa za nini, wanakuja wanakuuzia, wanakuletea dawa zingine za kukutia maradhi. Unakunywa vidonge hivi, unakuja kuumwa ugonjwa mwingine. Wanakuambia hapa tumia mbolea, sijui tumia dawa ya kufanyaje, kile unachotumia kwenye mazao yako chenye kinaenda kutengeneza mapafu kujaa maji, figo ifeli. Ili ukenda kwao wakuuzie vidonge. Yaani wewe ni kama vile punch bag la maslahi yao. Sawa, lakini Waarabu hapo lakini Waarabu wewe Waarabu ushaona wanaleta habari kama hizo. Mwarabu yeye anadili na mafuta. Mwarabu kabarikiwa mafuta. Yaani Mwarabu anachimba mafuta na kuuza mafuta tu. Kila kitu ananunua. Kuwait wana mafuta, Iraki wana mafuta, Afghanistan wana mafuta, Saudi Arabia wana mafuta. Nchi zote za Waarabu wale ndo watu waliobarikiwa. Na waliokuja kubarikiwa tena wengine ni Waafrika, wana madini huko. Wazungu kule kwao hamna kitu, jangwa tupu, njaa tupu, lazima waje kupora huko. Ndio walibarikiwa akili tu. Wamepewa akili ya kutuibia, kwa sababu angekuwa na akili wasingesema Mungu alafu Mungu kafa. Sawa, tuendelee. Mwanaume amuoe mwanaume mwenzie. Mtu amuoe mbwa. Yaani wale wamepata akili tu za kutaka hivyo namna gani. Sasa tunaendelea na maandiko. Ndiyo. Hapo tunakuta kwa mujibu wa Qur'ani, hakika nakupa mwana aliyetakasika. Akasema nitampataje mwana hali mwanadamu yeyote hajanigusa wala mimi si kahaba. Umemwona huyo Mariamu kwenye Qur'ani? Mimi sijaguswa na wala mimi si kahaba. Maneno machafu mazuri. Maneno mazuri. Sasa ukisema Muhammad anampinga Yesu, anampingaje wakati yeye mwenyewe anamtakasa Yesu? Kwa zile ni propaganda za wazungu, ndio maana nikasema ni matapeli wa kiimani. Endelea. Malaika akasema, ndiyo hivyo Mola wako mlezi amesema, haya ni mepesi kwangu, na ili tumfanye kuwa ni ishara kwa watu na rehema itokazo kwetu, na hilo ni jambo lililokwisha hukumiwa. Sasa kwa hiyo malaika anasema haya yanayotaka kufanyika, kwanza hukumu inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Lakini huyo mtoto atakayezaliwa lengo iwe ishara. Na hili limehukumiwa na Mwenyezi Mungu. Muhammad kamkashifu Yesu. Kampinga hapo.
Watu hawaielewi tu Qur'ani. Wala Qur'ani haina muda wa kumpinga Yesu. Yesu ni mtu mtukufu. Yesu ni nabii. Yesu ni mcha Mungu. Yesu ni katika mitume bora. Qur'ani impinge Yesu? Sasa tutakuwa uenda wazimu wakati mtu kafanya miujiza inaonekana kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, mtu katakasika. Bali tunapokuja kukosana, wazungu walichukua wakanyotoa hiki wakaweka kile, wakanyotoa hiki wakaweka kile. Ndio kama vile akina Theophile mtukufu na kuandikia kitabu, nimeuliza kwa watu na mimi nimeona nikutungie na mimi nikuletee, anayesema Luka. Lakini yule Luka wa pale sio Luka mwenyewe. Injili kama alivyoandika Luka. Sijui ni jamaa gani huyu naye kakaa ndo na yeye anakuja anatunga ya kwake, anamsingizia Luka ndo kaandika. Kwa hapa ni brain tu. Ukiwa na brain utajua hiki ni nini na hiki ni nini. Lakini kama hauna utakwenda hivi mpaka malaika anakuja kuchukua roho nyofu. Lakini